Wilaya za Same na Mwanga mkoani Kilimanjaro zinatarajia kuanzisha mtandao wa pamoja wa kupambana ukatili wa kijinsia, hatua inayolenga kuimarisha ulinzi kwa wanawake na watoto katika jamii hiyo. Hatua hiyo imejadiliwa katika mafunzo ya siku 3 yaliyoandaliwa na mtandao wa jinsia Tanzania TGNP, ambayo amekutanisha viongozi wa dini, wataalamu kutoka vituo vya taarifa na maarifa, pamoja na wajumbe wa kamati za mpango wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, yaani MTAKUWA, ngazi ya kata. Mtandao huo unatarajiwa kuanzishwa unalenga kuunganisha wadau mbalimbali ili kuongeza ufanisi katika juhudi za kuzuia na kupambana vitendo vya ukatili wa kijinsia. Naitwa Dr. Katanta Mantamba Simwanza, ni mshauri mwandamizi wa masuala ya afya, uzazi, jinsia pamoja na masuala ya malezi na familia. Tumekuwepo hapa mjini Same tukiwa na wilaya mbili, wilaya ya Mwanga na wilaya ya Same, ambapo tumekutana na wajumbe kutoka kwenye ngazi ya kata ambao wanatengeneza kamati ya ulinzi na usalama dhidi ya wanawake na watoto katika nchi yetu juu ya masuala ya MTAKUWA. Jambo kubwa ambalo tumelifanya ndani ya hizi siku 3, moja, tumeweza kupitishana kufanya tathmini katika MTAKUWA uliopita, ni yapi mazuri ambayo tunaweza kujifunza tukaenda nayo sasa katika kutekeleza MTAKUWA awamu ya pili, yaani mpango mkakati wa kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii zetu. Lakini vile vile tumeweza kuangalia ni changamoto zipi ambazo tulikutana nazo katika MTAKUWA wa kwanza tulipokuwa tunautekeleza katika ngazi zetu za kata, na kuweza kuona ni namna gani hizo changamoto tulizokutana nazo tunaweza kuzitumia kama fursa katika kuanza sasa kutekeleza MTAKUWA awamu ya pili. Na zoezi kubwa ambalo tumelitumia ni kutengeneza mipango mikakati, na mipango mikakati yetu tumeitengeneza kwa kuangalia maeneo makubwa 4 tunapotengeneza afua zinazoshughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia. Moja, eneo la kujenga uhamasishaji, kujengeana uwezo wa kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia. Lakini eneo la 3, tunaona kwamba ili kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia tunatakiwa tuwe na mifumo bora, sawia, rafiki, inayoaminika na inayokubalika katika jamii ya namna ya kutoa ripoti. Tunashukuru sana ushirikiano mkubwa sana ambao tunauona baina ya serikali, baina ya wadau kama TGNP, baina ya wadau tena pia ambao tunaona huko chini kabisa, viongozi wa dini, wote hao kwa namna moja wamekuja na nia sasa. Wanasema kwamba Same na Mwanga wanakwenda kuanzisha network ambayo itakuwa inashughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia. Na wamependa sana, wamefurahia sana kuona kwamba sehemu zingine tayari hizo network zilishaanzishwa, na wao pia wana nia ya kuanzisha hiyo network kama vilivyoanzishwa kule Shinyanga na wapi. Na wanatamani kuona wilaya zote katika mkoa wa Kilimanjaro wanakwenda kuanzisha networks ambazo zitakuwa zinatekeleza au zitakuja na mpango uliotoholewa wa kuzuia ukatili wa kijinsia katika ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na katika ngazi ya kata. Mafunzo hayo yanatarajiwa kuimarisha uwezo wa kamati za MTAKUWA katika ngazi za vijiji na kata ili kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Kwa mujibu wa washiriki, changamoto zinazoendelea kujitokeza ni pamoja na mimba za utotoni, pamoja na baadhi ya mila na desturi zinazochangia kuendeleza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Naitwa Charles Anatoli, ni afisa maendeleo ya jamii. Kwa upande wa mafunzo haya ya masuala ya ukatili, kupinga vitendo vya ukatili hasa kwa wanawake na watoto, imekuwa na msaada mkubwa kwa hizi kamati za MTAKUWA katika ngazi ya kata na vijiji. Kwa upande wetu sisi tuna jukumu kubwa la kuunda, kusimamia na kutekeleza kamati za MTAKUWA, ambapo sasa kupitia pia mashirika yasiokuwa ya kiserikali kama hivi TGNP, mtandao na PELAM wamesaidia kuwezesha hizi kamati za MTAKUWA katika kata 2. Kwa hiyo zimejengewa uwezo na zimeweza kufanya shughuli zao kwa weledi, hasa ikiwa ni kupambana vitendo vya ukatili, kuibua vitendo vya ukatili vinavyotokea katika jamii zao, lakini pia na kuviripoti sehemu husika kwa hatua zaidi ili vitendo hivyo viweze kutokomezwa katika jamii husika. Kwa hiyo pamoja na mafunzo haya tutaendelea kufanya ushirikiano wa karibu sana na hizi kamati, tuhakikishe vitendo vyote vinavyotokea katika jamii hizi vinaibuliwa, vinafahamika, vinaripotiwa, lakini pia hatua stahiki zinachukuliwa ili kuweza kukomesha vitendo vya ukatili katika wilaya yetu ya Same. Jina langu ni Stella John, ni mratibu wa vituo vya taarifa na maarifa vya mkoa wa Kilimanjaro. Na hii itatufanya kuturahisishia sana kazi sisi wana KC za kupambana na ukatili wa kijinsia,
kwa sababu moja kwa moja MTAKUWA awamu wa pili unatutambua sisi na tunaenda kushirikiana moja kwa moja na viongozi wa serikali, viongozi wa dini, lakini pamoja na mashirika mbalimbali yaliyoko kwenye kata zetu na wilaya. Kwa hiyo itarahisisha kuibua na kuripoti na kuwasaidia wahanga moja kwa moja kwa pamoja, kwa sababu tunapokuwa timu manake tunakuwa hakuna mwanya, hakuna kitakachopotea katika kusaidia wahanga. Hiyo imetufurahisha na imeturahisishia kazi. Majina yangu mimi naitwa Christina Simeon Msangi. Ndio. Niko nashughulika na kikundi cha KC kata ya Lembeni. Kwa kweli matukio kule nyuma wakati hatujajua na hatujawahi kuona kwamba uongozi wetu unafika mpaka wapi, tulikuwa tunapata shida. Lakini kwa sasa tumeshajua kwamba kwanza yule mlengwa unapomkuta, maana wengine wanaogopa kusema kwamba mimi nilifanyiwa juzi au jana, lakini sielewi nielekee upande gani. Basi wewe mwenyewe unapomtambua na unapoona kwamba yeye ana wazo gani, unajua namna ya kuachana naye baada ya kumwelimisha, alafu uende sasa ukawatafute viongozi wenzako ili mumzunguke sasa muweze kumpa elimu na kumtoa hofu. Mimi nimeona hapa tumejengewa uwezo mkubwa, ni sisi tuende tukafanya kazi na kujiamini, tukiwa tunashirikiana wote kwa pamoja katika vile vikundi vya MTAKUWA na KC.